Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea kuhusiana na yale yanayoitwa matakwa yao ambao waliwasilisha katika bodi ya ligi juu ya kile ambacho wao waliweza kukiomba. Unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Yanga iliweza kuambia bodi ya ligi mpaka wajiuzuru ndipo klabu ya soka Young Africans itapeleka timu uwanjani, ambako walitangaza kwamba hawako tayari kuweza kucheza mchezo huo. Sasa leo hii kuna mapya ambayo yameweza kujili mara baada ya kikao kizito kufanyika kikiweza kuwakutanisha, na tuzungumzia TAKUKURU pamoja na Yanga, pamoja na hapa nazungumzia si wengine bali ni bodi ya ligi, kwa kile ambacho kinachoendelea mpaka sasa pamoja na TFF. Sasa yameweza kutoka majibu kutoka kile ambacho kilichoweza kutolewa huko katika kikao hicho ambacho kimeweza kudumu kwa masaa kadhaa, huku mvutano ukiwa ni mzito kweli juu ya hatima ya dabi ya Kariakoo. Unafahamu ya kwamba kile kinachosubiriwa kwa sasa ni siku moja tu ndio imebakia ya kwenda kushuhudia mchezo huo mkubwa kweli ambao umebeba hisia za watu wengi, na ni mchezo ambao unakwenda kuamua maamuzi. Sasa Yanga watapeleka timu ama hawatopeleka? Majibu niko nayo hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwa, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi. Hapa nazungumzia Young Africans. Mambo yanazidi kuwa mazito kweli huku Simba Sport Club wao wakionyesha kwamba wanauhitaji mchezo, na kuna taarifa ambayo imeweza kutoka wizarani leo hii kwa kile ambacho kimeweza kuchapishwa na klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho Simba wao wameweza kukiweka hadharani juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, kwa kile ambacho kinachoonekana ambapo klabu ya Simba imeweza kutoa taarifa yake, ambapo imeeleza katika taarifa hiyo juu ya mchezo huu wa dabi ya Kariakoo kutoka wizarani, ambapo klabu ya Simba imeandika, tumepokea barua rasmi kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kuruhusiwa kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa Mkapa hapo kesho Jumamosi. Taarifa ya mazoezi rasmi ya timu tarehe 14 Juni 2025. Hapa nazungumzia taarifa husika na somo tajwa hapo juu. Wizara imepokea barua yako yenye kumbukumbu namba hizo ya tarehe 9 mwezi Juni 2025 kuhusu taarifa ya mazoezi rasmi ya timu ya Simba tarehe 14 Juni 2025. Kwa muktadha huo tunawafahamisha kwamba uwanja upo tayari kwa mchezo huo, na wizara haina pingamizi na timu kufanya mazoezi ya mwisho kabla ya mechi kwa mujibu wa kanuni. Aidha, wizara inapenda kusisitiza kwamba itaendelea kutoa ushirikiano kwa viongozi wa vilabu vyote nchini wanaoomba kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa na vingine vyote vilivyopo chini ya wizara, bila kukwamisha kwa namna yoyote matumizi ya viwanja hivyo. Aidha, mnakumbushwa kukamilisha taratibu zote za maandalizi ya mechi, ikiwemo kushiriki pre-matching meeting ambayo uratibiwa na wasimamizi wa ligi kwa mujibu wa taratibu za ligi. Unaona bana, ikiweza kuandikwa hivyo na klabu ya soka ya Simba Sport Club katika barua ambayo wamekwenda kuiwasilisha, ambao wameipokea leo hii
kutoka kule, anazungumzia upande wa bodi ya ligi kwa kile ambacho kinachoenda kutokea. Sasa kile ambacho kimeelezwa kwamba katika haya anazungumzia maamuzi ambayo yamekwenda kutolewa, inaelezwa kwamba mambo ni mazito kweli kweli katika yale ambayo yameweza kujili, ambapo kwa sasa katika kikao hicho ambacho kimekuwa ni kizito kweli kweli, mambo naambiwa huko ni moto kweli kweli. Wapo wanaotaka dabi icheze na wengine hawataki. Imefichuka kiongozi ndio chanzo cha zogo la dabi ya Machi 8 Juni 12, 2025, saa chache kabla ya maamuzi mazito ya TAKUKURU, ambapo kiongozi ambaye aliweza kuweka mpango wa dabi kusogezwa mbele katika kile kinachoonekana kuwa njama ya makusudi. Chanzo cha uhakika kimefichua kuwa Machi 7, ule usiku ambao ulikuwa kuamkia siku ya dabi ambayo iliahirishwa, kiongozi alimpigia meneja wa uwanja na kumwagiza afunge geti la uwanja wa Benjamin Mkapa ili Simba wasiingie kufanya mazoezi rasmi ya mwisho kabla ya dabi. Baada ya tukio hilo, kiongozi huyo ndiye aliyewaambia viongozi wa Simba waandike barua ya kugomea mechi kwa hoja kwamba wamezulumiwa na kunyimwa haki zao za maandalizi. Bodi ya ligi ilipopitisha msimamo kuwa mechi iendelee kama kawaida, kiongozi aliendelea kuingilia kwa nguvu na kuwataka bodi ya ligi kuahirisha mechi. Kwa lugha nyepesi, kiongozi ndiye alisababisha mechi ya tarehe 8 isichezwe. Tafsiri ya serikali kuvuka mipaka ya mamlaka. Kiongozi huyo hakuwa sehemu ya TFF, bodi ya ligi wala klabu yoyote, lakini aliingilia uamuzi wa mashindano ya kitaifa. Hii inaleta maswali kuhusu mgongano wa maslahi, matumizi ya madaraka na usalama wa haki za klabu ndani ya mfumo wa soka la Tanzania. TAKUKURU na kiongozi. Kwa sasa TAKUKURU imewataka viongozi wa TFF na Yanga kufika kwa mahojiano Juni 13 ambao ni siku ya leo, na kuna uwezekano mkubwa jina la kiongozi likatajwa katika ushahidi au taarifa za ndani. Simba wanataka ripoti ambayo wazibiwe mabouncer wa Yanga. Yanga wanasema tulifanya maelekezo ya mamlaka, tulikuwa tayari kucheza. Unaona bana, mambo yanazidi kuwa ni mazito juu ya hiki ambacho kinachoendelea. Sasa wakati haya yakiweza kujili, leo hii imetoka taarifa juu ya sakata la Haji Sunday Manara, afisa habari wa zamani wa klabu ya Yanga, pamoja na rais wa shirikisho la soka la Tanzania Wallace Karia, juu ya kile ambacho kimeweza kuonekana kufikishana mpaka polisi, ambapo rais Karia amshtaki Manara tuhuma za tua polisi. Imefahamika rasmi kuwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia amempeleka Haji Sunday Manara polisi kwa tuhuma za kuchapisha maandiko mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii akimtaka Karia ajiuzuru. Chanzo cha mzozo: maandishi ya Manara yaliyodai kuwa TFF inadaiwa fedha na Yanga, jambo ambalo Karia anaona ni kuharibu taswira ya taasisi na kumvunjia heshima binafsi. Leo saa 4 asubuhi Haji Manara alifika kituo cha polisi kuhojiwa kuhusu tuhuma hizo. Baada ya maelezo kurekodiwa, Manara ameachiwa huru kwa sasa, huku taarifa zikionyesha kuwa kesi imesikilizwa lakini inaweza kuendelea kutazama kwa undani zaidi. Mazingira yaliyotawala. Hii inatokea wakati soka la Tanzania likiwa kwenye mgogoro wa kihistoria kuhusu dabi ya Machi 8. Vyombo vya sheria na mamlaka mbalimbali ikiwemo TAKUKURU vimeanza kuchunguza kwa kina matumizi ya madaraka kwenye taasisi za soka. Je, maandiko ya mtandaoni yanavunja sheria au haki ya maoni? Swali hilo sasa linatazamwa kwa jicho la kisheria, huku ukigawanyika kuhusu mipaka ya uhuru wa kujieleza kwa watu maarufu wa mpira. Hili ni somo. Soka linaingia kwenye enzi ya wajibu mkubwa wa kauli mitandao. Viongozi, wanahabari na mashabiki wote wanapaswa kujiuliza kabla ya kuchapisha kile ambacho wanataka kuweza kukifanya. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kusikia sasa wao baada ya kikao hicho Yanga watakubali kupeleka timu, lakini kumbukwe kwamba Yanga waliweza kuzungumza na kusema kwamba
hata kama wakijiuzuru bodi ya ligi na kufanya yale matakwa ambayo Young Africans wanayataka, hawatakuwa tayari kucheza mchezo wa tarehe 15. Hivyo bodi inapaswa kupanga tarehe mpya, ambapo Simba naye ameshikilia hapo, anasema ya kwamba ikibadilishwa inakuwa ni batili, hivyo basi hataweza kushiriki. Sasa tunasubiri kuweza kusikia mamlaka zitakuja na lipi. Bado siku moja tu kuelekea mchezo huo. Mpaka sasa maandalizi hayajafanyika juu ya kile kinachoitwa dabi ya Kariakoo. Itachezwa bila mashabiki. Tusubiri kuweza kuona ni yapi atakaojiri. Laweka maoni yako hapo chini katika upande